Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wapenzi wafuatiliaji wetu wa Msimbo TV, tukiwa leo tupo katika sehemu ya 3 ya mada yetu ya mwendelezo wa uzito ama siri na uzito wa adhkar. Na leo nipende kusema kitu kimoja, kwamba leo nitatoa ofa kwa watu 100. Kwa watu 100 basi nitawatumia hizi adhkari ambazo wanazozizungumza tangia mwanzo mpaka hapa tulipofikia, kwa sababu moja tu. Kwa uzito wa mada yetu ya leo inasema, mwenye kuzihifadhi adhkari hizi kisha akazitumia, basi amefaulu duniani na akhera. Amefaulu duniani na akhera. Wallahi alazim, ni muhimu niombe kila Muislamu achukue hizi adhkari, azisome, azihifadhi, alafu azitumie, kwa sababu zina faida hapa duniani na zina faida akhera. Wallahi alazim. Sehemu ya kwanza nilikuletea 5. Sehemu ya pili nimekuletea 5, na leo nakuletea tena 5. Na nimesema hizi 15 ambayo toka siku ya kwanza, ya pili mpaka leo, hizi nitazitoa leo ofa kwa watu 100 wa mwanzo kabisa. Watakayenitumia message WhatsApp, basi nitawatumia hii kwa njia ya WhatsApp. Atalambia tu yeye anataka kwa lugha gani. Ukitaka kwa Kiarabu na kutumia kwa Kiarabu, ukitaka kwa Kiswahili ndio kutumia kwa Kiswahili. Ofa hii naitoa leo tarehe 29 ya mwezi huu wa 7 2026. Nimetaja hii tarehe kwa makusudi, sije mtu tena akaiona kesho akaanza kunisumbua. La, ni leo tarehe 29 ndio natoa ofa hii. Twende tukaanze kuzitaja hizi adhkari leo 5, na nimesema mwenye kuzihifadhi basi amefaulu duniani na akhera. Tuanze na ya mwanzo kabisa, ambazo hizi unasoma asubuhi na unasoma jioni. Tuanze na ya mwanzo kabisa, ambayo hii ameifundisha bwana Mtume Muhammad na yeye mwenyewe hakuiacha. Ukisema maneno haya mara 7 asubuhi na ukasema maneno haya mara 7 jioni, basi kila lilokuwa zito kwako, kila lile ambalo wewe la kusumbua, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataliondosha. Kama kuna jambo walifuatilia, kama kuna jambo kwa kweli limekuwa gumu, kama kuna jambo kwa kweli unakuhangaisha na kusumbua katika nafsi yako, basi ukisema maneno haya mara 7 asubuhi na ukasema maneno haya mara 7 jioni, Mwenyezi Mungu yale yote yanayokusumbua, yanayokuumiza kichwa, biidhnillah Ta'ala, Mwenyezi Mungu anayaondosha. Maneno yenyewe ni mafupi sana ndugu yangu Islam, pengine ulishawahi kuyasema au umewahi kuyasikia. Unasema hivi unasema, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Narudia tena mara pili, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Narudia tena kwa mara ya 3, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Maneno haya unasema asubuhi mara 7 na unasema jioni mara 7, na inshallah faida yake hapo nimekueleza. Cha msingi ichukue hiyo ya kwanza, nenda kaifanyie kazi. Tuende katika adhkari ya pili vile vile. Hii adhkari ya pili, Muislamu ukisoma unajilinda na mambo takriban 12. Mambo 12 unakwenda kujilinda nao. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anakulinda na mabalaa. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu anakulinda na mabalaa katika dini yako na katika dunia yako. Jambo la tatu, Mwenyezi Mungu anahifadhi na kulinda mali yako. Jambo la 4, Mwenyezi Mungu anailinda familia yako, watoto wako wasiharibike, wasiwe mashoga, wasiwe walofalofa, Mungu anawalinda. Lakini jambo la 5, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakustiri kutokana na aibu zako.
jambo la 5. Jambo la 6, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulinda kutokana na mambo yenye kutia hofu. Jambo la 7, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuhifadhi na yale yaliyopo mbele yako. Jambo la 8, anakuhifadhi na yale ambayo yaliyoko nyuma yako. 9, yaliyoko mbele yako na yaliyoko juu yako, kushoto kwako na kulia kwako. Mwenyezi Mungu anakulinda kwa wewe kusoma adhkari hii asubuhi mara 3 na ukasoma adhkari hii jioni mara 3. Twende tukaisome na nitairudia hapa mara 2. Unasoma Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma asturu awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadhni min bayna yadayya wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an akhtala min tahti. Narudia tena kwa mara ya pili dua hiyo au adhkari hiyo. Wasema Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadhni min bayna yadayya wa min khalfihi wa min yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an akhtala min tahti. Hii Muislamu unaisoma asubuhi mara ngapi? Unaisoma asubuhi mara 3 na unaisoma jioni yake mara 3. Na faida zake nimekutajia tayari, mambo ambayo Mwenyezi Mungu anakulinda nayo, takriban mambo kama 12 hivi. Mwenyezi Mungu anakulinda kwa wewe kuyasema tu maneno haya biidhnillah Ta'ala. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya adhkari ambazo Muislamu kama utakuwa umezikamata na kuzishika vizuri, alafu ukazifanyia kazi, kwa maana unapata nusura hapa duniani na unapata nusura mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni vyema mtu akachukua hizi na akaenda kuzifanyia kazi. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ya pili katika zile 5 ambazo leo nakwenda tena kukupa na nakwenda kukusomea. Hii ya 3, unamwomba Mwenyezi Mungu akulinde takriban na mambo 7. Akulinde kutokana na mambo 7. Kwanza, Mwenyezi Mungu alinde afya yako, lakini mwili wako. Lakini pili, Mwenyezi Mungu alinde kutokana na kusikia kwako, ni maana kutokusikia mabaya muharami asiyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu yalinda macho yako. Lakini vile vile naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na ukafiri pamoja na ufakiri na umaskini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge na adhabu ya moto. Haya ni baadhi ya mambo ambayo Muislamu ukisoma adhkari hii unajilinda nayo. Twende tukayasome. Unasoma Allahumma afi fi badani. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Unarudia neno hayo mara ngapi? Mara 3. Alafu unasema Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabi al-faqri min adhabi al-qabri. La ilaha illa anta. Unarudia tena mara ngapi? Mara 3. Hizi ni mbili tofauti, lakini zimekuja pamoja. Narudia tena kwa mara ya pili biidhnillah Ta'ala. Narudia tena kwa mara ya pili. Na hapa ni waombe ndugu zangu, wale ndugu zetu Waislamu wapenda kheri, wanaopenda kusaidia harakati za dini, wanaopenda kujitolea. Tuna shida ndugu zangu Waislamu ya kamera, na bado tunaendelea na harambee yetu ya kuchangia hiyo kamera. Kamera tunayoitaka inagharimu 1,800,000, na mpaka sasa hivi pesa iliyosalia ni 1,300,000. Niombe ni Waislamu wapenda kheri wale, inshallah mimi niombe tupate angalau watu 13 hao waweze kumalizia hiyo lobaki. Watu 13 nina maana kwamba kila mmoja akitoa laki na tumemaliza jambo hilo. Lakini mwingine pengine uwezo wake hana, na uwezo shilingi 10,000, na uwezo shilingi 30, 40, 50, kiasi kile Mwenyezi Mungu atumjalia, basi inshallah tunaomba ulifanya hilo kwa ajili ya Allah. Lakini sisi kazi yetu ni kuwafanyia dua wale ambao watakalitekeleza na kulifanya jambo hili. Na dua hii tumeipanga maalum tuifanye ile siku ambazo zoezi letu likamilika, na ndio maana kila anayetoa sadaka yake hiyo huwa tunamwandika jina na nambari yake ya simu. Maana kwamba mwisho wa siku tutawapigia simu watu hawa na kuwafahamisha kwamba siku fulani
ndio tunafanya hiyo shughuli yenu. Kwa hiyo kila yule ambaye mpenda kheri, yuko Tanzania hapa Dar es Salaam, yuko mikoani, ama yuko nchi za nje, yuko Kenya, Uganda, Malawi, Burundi, wapi, ama yuko Amerika, yuko Asia, yuko Ulaya, basi tunaomba katika hilo inshallah biidhnillah taala. Na unaweza ukatoa ukasema, jamani, mimi nina shida kadha kadha kadha, ukafanywa dua katika sadaka yako hiyo biidhnillah taala. Namba zetu unaziona hapo katika mkanda huo. Ya kwanza ni Airtel, hiyo ni 0788 905151, na ya pili huku ni Tigo ni 0773 110001, na jina nakuja Ali Athmani. Narudia tena hii kwa mara ya pili, ndugu ya Muislamu. Unasema Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mara tatu unasema maneno haya. Alafu unasema tena Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min adhabi al-qabri, la ilaha illa anta. Maneno haya Muislamu unasema mara tatu asubuhi, na unayasema maneno haya mara tatu wakati wa jioni. Na hivi ndivyo alivyokuwa anafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni adhkari muhimu sana kuzifahamu, kuzijua, ili mtu inshallah aende akazifanyie kazi. Twende katika ya 4 sasa. Adhkari ya 4 ni hii hapa. Unapoamka asubuhi unasema Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalat arshika wa malaikatika wa jamii khalqika innaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Hili neno hili unalisema mara ngapi? Unalisema mara 4. Na mtu mwenye kusema maneno haya mara 4, basi mtu huyo anaepushwa na adhabu ya siku hiyo. Na kama atafanya dhambi katika siku hiyo, basi Mwenyezi Mungu dhambi hiyo anaisamehe. Mtu huyo anaepushwa na adhabu ya siku hiyo, na kama mtu huyo atafanya dhambi katika siku hiyo, basi Mwenyezi Mungu dhambi hiyo anamsamehe. Unasema asubuhi mara 4 na unasema jioni mara 4. Allahumma inni asbahtu ushhiduka. Kama unasema jioni usemi asbahtu, unasema Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalat arshika wa malaikatika wa jamii khalqika innaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Mara 4 asubuhi na mara 4 unasema hayo jioni. Wallahi ni jambo zuri sana, ni vitu vizuri sana hivi mtu kama atavifanya. Kwanza vinamkurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa karibu na Mungu. Lakini jambo la pili, mtu huyu atakayesema maneno haya mara kwa mara asubuhi na jioni, wallahi ukiwa unamtaja sana Mwenyezi Mungu asubuhi jioni, basi Mwenyezi Mungu anafikia hatua anakuwa kwamba rafiki yako, yani anakuwa kipenzi cha Allah. Na ukishakuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ina maana ukisoma adhkari kama hizi, basi Mwenyezi Mungu yale yote ambayo wewe unayataka Mwenyezi Mungu anakupa. Ukiwa rafiki wa Mungu, basi kila unachokiomba wewe, basi ni rahisi Mwenyezi Mungu kukupa. Watu wengi sana tunakuwa dua zetu hazijibiwi haraka, tunakuwa mbali na Mungu kwa sababu watu wengi hatupendi kwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi naomba video hii ya leo kila atakayesikiliza basi yaishie kwa watu wengine 3 inshallah. Mwenyezi Mungu atampa thawabu, Mwenyezi Mungu atampa kheri kubwa sana mtu huyo biidhnillah Ta'ala. Twende katika ya 4 sasa. Ya 4 nayo ni hii. Nasema Allahumma ma asbah bi min ni'mati au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu walakash shukru. Hii yenyewe ndani yake unakwenda kutambua ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini unakwenda kutambua kila neema kwamba mtoaji nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii adhkari ukisoma Muislamu unakwenda kutambua kwanza ukubwa wa Allah, lakini pili unatambua kwamba kila neema mtoaji ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inamuondolea mtu hii huzuni, inamuondolea mtu hii unyonge, inamuondolea mtu, inampa mtu ile hali ya kujiamini kwamba ninatoka, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya wepesi. Unasoma hivi Allahumma ma asbahtu bi min ni'matik min ni'mati au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu walakash shukru. Hii ni adhkari yetu ya 5 kwa siku ya leo inshallah. Zikamate hizi, zichukue na nenda kazifanyie kazi. Na leo nimesema
natoa ofa kwa watu 100 ambao watakayenitumia message WhatsApp kwa namba zangu ziko kwenye mkanda unaziona hapo. Basi inshallah kila atakayetuma message yake WhatsApp nitamtumia hizi. Yeye atanambia kwa lugha gani, Kiarabu, Kiswahili, basi nitamtumia ili awe nazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.